Katika historia ya upapa, wapo mapapa wachache ambao wamekuwa na muda mfupi sana kuliongoza kanisa, huku uongozi wao ukichukua wiki chache au hata siku chache. Vipindi hivyo vifupi kama kiongozi wa kanisa Katoliki ni hadithi za kusisimua za matukio yasiyotarajiwa na mabadiliko ya ghafla. Makala hii itachunguza mapapa waliohudumu kwa muda mfupi zaidi, kutoka kipindi cha siku 13 cha Papa Urban wa 7 hadi wengine waliohudumu kwa wiki chache tu. Tutaangalia mapapa hao walikuwa kina nani, ni nini kilitokea wakati wa muda wa mfupi madarakani. Ungana nami Petro wa Samson, na hii ni Katoliki Moshi Online TV. Namba 1, Papa Urban wa 7 aliongoza kwa siku 13 kuanzia Septemba 15 mpaka Septemba 27 mwaka wa 1590. Papa Urban wa 7 anashikilia rekodi ya utawala mfupi zaidi wa papa katika historia ya kanisa Katoliki. Aliongoza kuanzia tarehe 15 Septemba mwaka wa 1590, lakini alifariki kwa malaria tarehe 27 Septemba mwaka wa 1590 akiwa papa kwa siku 13 pekee. Namba 2, Papa Boniface wa 6 aliongoza kwa siku 16 Aprili mwaka wa 896. Akihudumu kama papa mnamo Aprili mwaka 896, alihudumu kwa siku 16 pekee. Hii inamweka katika mapapa waliotawala muda mfupi zaidi katika historia ya kanisa Katoliki. Kwa sababu ya ufupi wa utawala wake wa nyakati za machafuko alizoishi, ni machache sana yanayojulikana kuhusu matendo au sera za Papa Boniface wa 6. Muda wake mfupi wa kukaa madarakani na mazingira yanayozunguka kuchaguliwa na kifo chake yanachangia katika rekodi ndogo ya kihistoria na kufanya upapa wake kuwa miongoni mwa kumbukumbu zisizoandikwa sana katika kumbukumbu za kihistoria ya Vatican. Namba 3, Papa Celestini wa 4 aliongoza kwa siku 17 kuanzia Oktoba 25 mpaka Novemba 10 mwaka wa 1241. Utawala wa Papa Celestini wa 4 pia ulikuwa mfupi sana, ulihudumu kwa siku 17 tu. Ni upapa wa 3 mfupi zaidi katika historia ya kanisa. Alichaguliwa kuwa papa mnamo Oktoba 25 mwaka wa 1241 na alikufa mnamo Novemba 10 mwaka wa 1241. Alikufa kabla ya kuwekwa wakfu. Kwa sababu alikufa kabla ya kuwekwa wakfu, hii ilimaanisha kwamba Papa Celestini wa 4 hakutunga sera zozote muhimu au kuacha alama kubwa kwenye historia ya kanisa. Namba 4, Papa Theodore wa 2 aliongoza kwa siku 20 Desemba mwaka wa 897. Rekodi za kihistoria kuhusu kifo cha Papa Theodore wa 2 ni chache na hazitoi sababu dhahiri ya kifo chake. Licha muda mfupi sana wa uongozi wake, Papa Theodore wa 2 anajulikana kwa kufanya jitihada za kurejesha heshima ya upapa kanisa katika machafuko ya nyakati hizo. Namba 5, Papa Sinus aliongoza kwa siku 20 kuanzia Januari 15 mpaka Februari 4 mwaka 708. Uongozi wa Papa Sinus ulidumu kwa siku 20 tu. Alichaguliwa kuwa papa mnamo Januari 15 mwaka 708 na akafa mnamo Februari 4 mwaka 708. Kuhusu sababu ya kifo chake, rekodi za kihistoria za kipindi hicho ni chache na maelezo mahususi kuhusu afya yake au sababu ya kifo chake hajathibitishwa vizuri. Inajulikana kuwa Papa Sinus alikuwa katika hali mbaya ya kiafya wakati wa kuchaguliwa kwake, akisumbuliwa na gout miongoni mwa magonjwa mengine ambayo huenda alichangia kufariki kwake mapema. Namba 6, Papa Marcellus wa 2 aliongoza kwa siku 22 kuanzia Aprili 9 mpaka Mei 1 mwaka 1555. Uongozi wa Papa Marcellus wa 2 ulikuwa mfupi sana, uliodumu kwa siku 22 tu. Alichaguliwa kama papa tarehe 9 Aprili mwaka 1555 na akafa tarehe 1 Mei mwaka 1555. Namba 7, Papa Damasus wa 2 aliongoza kwa siku 24 kuanzia Julai 17 mpaka Agosti 9 mwaka 1048. Uongozi wa Papa Damasus wa 2 ulidumu kwa siku 23 tu. Alichaguliwa kuwa papa mnamo Julai 17 mwaka 1048 na alikufa mnamo Agosti 9 mwaka 1048. Upapa wake ni mmoja wapo wa kadhaa katika karne ya 11 ambao ulikuwa mfupi sana. Inadaiwa kuwa alikufa kwa malaria. Namba 8, Papa Pius wa 3 aliongoza kwa siku 27 kuanzia Septemba 22 hadi Oktoba 18 mwaka 1503. Uongozi wa Papa Pius wa 3 ulikuwa mmoja wa upapa mfupi zaidi katika historia ya kanisa Katoliki. Uliodumu kwa siku 26 tu. Alichaguliwa kuwa papa mnamo Septemba 22 mwaka 1503 na akafa mnamo Oktoba 18 mwaka 1503. Namba 9, Papa Leo wa 11 aliongoza kwa siku 27 kuanzia Aprili 1 hadi Aprili 27 mwaka 1605. Namba 10, Papa Benedict wa 5 aliongoza kwa siku 33 kuanzia Mei 22 hadi Juni 23 mwaka 964. Upapa Papa Benedict wa 5 ulihudumu kwa muda mfupi mwaka 964
takriban kuanzia Mei 22, 1964 hadi Juni 23 mwaka 1964 na kufanya kuwa na siku 33. Namba 11. Papa John Paulo wa kwanza aliongoza kwa siku 33 kuanzia Agosti 26 hadi Septemba 28 mwaka wa 1978. Papa John Paulo wa kwanza alihudumu kama papa kuanzia Agosti 26 mwaka wa 1978 hadi kifo chake cha ghafla Septemba 28 mwaka wa 1978 na kufanya papa wake kuwa wa 11 kwa ufupi zaidi katika historia, kwani aliongoza kwa siku 33 tu. Kifo chake cha ghafla kilishtua ulimwengu na kusababisha nadharia tofauti za uvumi na njama, ikiwa sababu rasmi ya kifo chake ilipotiwa kuwa mshtuko wa moyo. Hii ni Catholic Moshi Online TV. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Kama bado hujajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare katika channel yako pendwa ya Catholic Moshi Online TV. Asante.